Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunakaribisha leo kwa ibada ya leo ambayo inaanza sasa hivi, ambapo tunaenda kumshukuru Bwana kwa roho na kweli. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe,
ukatubariki, Bwana ukatuinue, Bwana ukatuonekanie. Tunaendelea na kuwainua watu wako, tunaendelea na kuwaombea wapendwa wetu, tunaendelea na kuwaombea watoto wetu, tunaendelea na kuwaombea Mwenyezi Mungu wazee wetu, wamama wetu, mahali walipo, Bwana ukawatembelee na ukawabariki. Nasema ni asante kwa maana imekupendeza wakati kama huu tuwe katika nyumba yako Bwana. Tumetamani kuwa katika nyumba yako Bwana. Miezi mitatu ambayo Mwenyezi Mungu hatujakuwa na ule umoja wetu wa kuja pamoja na kukuabudu tumeukosa, lakini leo nasema ni asante Bwana kwa maana umetuleta ili tuweze kuwakilisha wengi ambao Mwenyezi Mungu ni wenzetu katika hili kanisa. Na tunaomba Bwana tunapoanza ibada hii na tunapoendelea, Bwana ukanene nasi, Bwana ukazungumze nasi, Bwana ukatubariki, Bwana ukatuinue katika jina la Yesu Kristo. Wanaotusikiliza wakiwa katika kitanda cha ugonjwa, watembelee na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Waliolemewa katika nyumba zao, watembelee na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Wanaolemewa kwa njia yoyote ile, Bwana watembelee na kuwainua. Tunaomba kubarikiwa, tunaomba kuinuliwa nawe. Wale ambao afya yao sio njema, watembelee na kuwabariki pamoja nasi Bwana. Nena nasi kwa ibada hii, kwa maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na wote tunasema amen, amen, amen. Tumpe Bwana makofi ya kushukuru. Let's appreciate the Lord. Asante sana Reverend. Church, praise the Lord. Amen. This is a great day. We are happy. Finally, we are here to worship the Lord. We thank the Lord for this opportunity to be in His house. Today, our reading will come from the book of Exodus, chapter 23, from verse 20 to 33. Kwa wale wanaotusikiliza, tutaomba tupatane kwa hiyo kitabu Exodus 23 verse 20 to 33. Na nitaomba kusoma kwa Kiingereza, niwe radhi. Behold, I sent an angel before thee to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies, and adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Avites, and the Jebusites, and I will cut them off. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them, and quick break down their images. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Verse 26, there shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come. And I will make all thine enemies turn their backs unto thee. And I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivites and the Canaanites and the Hittites from before thee. I will not drive them out before thee in 1 year, lest the land becomes desolate, and the beasts of the field multiply against thee. By little and little I will drive them out from before thee, until thou increased and inherit the land. And I will set thy bounds from the Red Sea, even unto the sea of Philistines, and from the desert unto the river. For I will deliver
the inner bites of the land into your hand, and thou shalt drive them out before thee. Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. For if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee. May the Lord bless his word.
Haleluya. Namsifu Bwana kwa sababu ya uimbaji kama huo. Ni matumaini yangu hata wale wako huko nyumbani wanaendelea na kubarikiwa na utamu wa muziki huo wa kwaya yetu ya Ushindi. Mlikuwa wachache lakini mmetia fora na tunasema ni asante sana. Kwa wale ambao ndio mara ya kwanza kuona kwaya yetu, hawakuangi wachache hivyo. Wanaweza kuwa wengi lakini kulingana na vile mambo yalivyo wenda ikawa iliweza kuwacheza kiasi, lakini tunamshukuru Mungu. Basi kwa majina naitwa Reverend Jeremiah Mwoki na mimi ndio naleta neno siku ya leo. Na mada yetu ya leo ni kuhusu uwepo wa Bwana. We'll be discussing about Lord's presence, the presence of the Lord. Hebu tukaombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya wakati wa kusikia neno lako. Asante kwa sababu neno lako ni kweli. Neno lako litasimama. Biblia inaniambia kwamba dunia na mambo yake, milima na mabonde itapita, hata mbingu na nchi itapita, lakini neno lako litasimama milele. Na hata hakuna konyezo moja la neno lako litapita bila Mwenyezi Mungu kutimia. Atasema ni asante. Wakati ninapoenda kuleta neno lako kwa watu wako, naomba Baba ukaweze kunitumia kwa sababu mimi ni chombo tu. Na Baba, usiponitumia sitaweza kufanya chochote. Ni kama vile ala za muziki. Ikiwa ni tarumbeta ikiwekwa pale chini na kukose mtu wa kuicheza, haitatoa sauti. Nami kama chombo Baba ukanicheze watu wako wakaweze kubarikiwa. Nena nasi kwa sababu tunasikiza. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Basi tumesema kwamba siku ya leo tutaweza kuzungumzana kuhusu uwepo wa Bwana. Mara kwa mara nimekuwa nikifikiria juu ya uwepo wa Bwana, na bila uwepo wa Bwana hatuwezi kufanya mengi. Without the presence of the Lord we can't go far. Hebu nikaweza kutaja vidokezo vyetu kwa siku ya leo. Uwepo wa Bwana. Tunahitaji uwepo wa Bwana ili tukaweze kushinda mambo ya ulimwengu. Ili tukaweze kufaulu katika ulimwengu tunahitaji uwepo wa Bwana. Na tutaweza kupata mambo fulani tukiwa katika uwepo wa Bwana. Kwa hivyo ushindi upo, hakuna haja ya kuogopa. Kwa sababu jambo la kwanza ama kidokezo cha kwanza ni kwamba Bwana ameahidi kwamba atakuwa nasi. Jambo la pili ni kwamba Bwana pia ametuahidi afya njema. Na pia Bwana ametuahidi kwamba ataweza kutupigania kutokana na adui wetu. Na mwisho kabisa, Bwana ataweza kutuwekea mipaka yetu imara na hatutaweza kutingizishwa. Basi katika kufikiria mambo ya uwepo wa Bwana, utaona kwamba uwepo wa Bwana ni kuwa na uungu mtakatifu wa Bwana ukituzunguka. Uwe kijana, uwe mzee, uwe katika kiwango gani cha maisha, katika hizo viwango vyote tunamhitaji Bwana. Na utaona kwamba nyakati njema zitatufikia kwa sababu uwepo wa Bwana uko katikati yetu. Pia nyakati zile ngumu zikitufikia na tuwe na uwepo wa Bwana, tutaweza kushinda. Hata tuwe na magonjwa, tuwe na mazito, Bwana ataweza kutushindania. Na ndio sababu nasema kwamba hata wakati mwingine watu wakikudharau, pengine kwa sababu ukijana, pengine watu wakudharau kwa sababu hauna mali, watu wakudharau kwa sababu huna uwezo, hauna cha kuweza kuwa na kuogopa, wakati uwepo wa Bwana upo nawe. Na kwa hivyo nasema kwamba Bwana ni mwaminifu na anaenda kutuandalia mengi akiwa nasi. Utaona kwamba ninapozungumzia uwepo wa Bwana, nazungumzia kuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Baba yetu Mungu anakuwa nasi katika njia mbalimbali. Anatumana kwa malaika kama vile tumeona katika somo letu. Ni kwamba Mungu alimwambia Musa ataweza kumtuma malaika ambaye ataenenda na wao. Na hilo ni jambo la kuridhisha mno. Pia tunaona kwamba Mungu wakati mwingine anajidhihirisha kupitia kwa mambo mengine mbalimbali. Saa nyingine anajidhihirisha kupitia kwa moto.
mimi hufurahi sana nikijua kwamba kuna mstari ambao unaniambia Mungu wetu ni Mungu ambao hujibu maombi kwa moto. Wakati mtumishi wa Bwana Elijah aliweza kumwomba akihitaji moto ukachome nyama, Mungu alijidhihirisha kuwa naye kwa sababu aliteremsha moto, nyama zikachomeka, na wengi wale manabii wa Baali wakaweza kujua kweli Mungu wa Elijah ni Mungu. Na ndio nasema kwamba huyu Mungu hata wakati mwingine anajidhihirisha kupitia kwa wanyama. Wakati mmoja vijana waliweza kuanza kumchekelea mtumishi wa Bwana Elijah, na Bwana akaweza kutuma wanyama wakaja wakawadharua kwa sababu uwepo wa Bwana ulikuwa umezunguka mtumishi huyo wa Bwana. Na utaona kwamba Mwenyezi Mungu wakati mwingine wana wa Israeli walikuwa kwa shida, akawatumia maji, akawatumia chakula, maji akiwa na shida anayatengeneza, na wakaweza kuwa na nyakati nzuri kwa sababu alikuwa nao. Wakati nimekuwa nikifikiria, nimeona kwamba ikiwa kuna wale wanaweza kueleza uwepo wa Bwana, kuenenda na wao ukiwa baraka, ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanakumbukia vizuri vile Mungu alikuwa nao nyakati mbaya sana. Aliwatoa katika nchi ya Misri wakati kulikuwa mambo yameshindikana, walikuwa wanapigwa na wale mabwana zao, walikuwa katika utumwa. Na Mungu wakati ilionekana kwamba inashindikana na Farao hakutaka kuwaachilia, Mungu akaweza kuachilia mambo 10, the 10 plagues zikatokezea mpaka ya mwisho kukaweza kuonekana wazao wa kwanza wa Misri wakaweza kufa, na mpaka Farao akasema na wacha watu wako sasa na muondoke na muende, na wakaweza kuondoka. Na tunaona hata walipoelekea na safari wakafika mahali wakapatana na bahari ya Shamu, wakapatana na the Red Sea, mambo yakashindikana, lakini Mungu kwa sababu alikuwa na wao akapasua bahari Shamu, wakapitia katika nchi kavu. Tunaona kwamba pia hata wakati walikuwa katika uko jangwa na mambo yalikuwa magumu, the Lord helped them to survive. Bwana akawapatia kuishi katika jangwa ambapo hakukuwa na maji, ambapo hakukuwa mashamba waweze kutoa chakula. Bwana alikuwa na wao na wakaweza kushinda. Mimi nikiangalia nasema kwamba hata hawa wana wa Israeli wanaweza kutupatia changamoto, kwa sababu nyakati zetu sisi tunafurahia. Ukiwa mgonjwa unaweza kwenda kwa zahanati, ukiwa mgonjwa unaweza kwenda Kenyatta National Hospital, kuna ICU, kuna hata HDU, lakini hao waliimarishwa na Bwana. Hata wakati magonjwa yalikuja, maji yakakosekana, Bwana alisimama na wao. So they understand the presence of the Lord, what it means. Na ndio unaona kwamba pia wakiwa katika hiyo hali ya kuenenda na Bwana, they survived competition of other land owners. Walikuwa wanaenda kupatiwa nchi ya ahadi, nchi ambayo ilikuwa tayari imekaliwa na watu wengine, na Bwana akawaambia nitaweza kuwashindania hata nyakati hizo za kwenda kuishi huko. Na tunaona pia kulikuwa na watu walikuwa wanaabudu miungu mingine huko Misri. Watu walikuwa wanaabudu many gods, walikuwa wanaabudu miungu mingi, na huyu Mungu wetu mmoja Yahweh aliweza kupigana nao na akaweza kuwashindania. So they survived competition of other gods who are worshipped by the people or the tribes who are living in Canaan land. Alafu ndio sababu ninafika sasa nasema kwamba nataka nikuelekeze wewe na mimi pia mwenyewe kwamba tunahitaji uwepo wa Bwana ili tukaweze kushinda katika maisha yetu. Kwa nini tunahitaji uwepo huu? Kama vile nilisema, ni kwamba Mungu mwenyewe ameahidi atakuwa na sisi. He has promised that he's going to be with us. Na utaona kwamba alimwambia Musa kwamba mimi nitaweza kuwa na nyinyi pamoja na wana wa Israeli. Na utaona kwamba aliwaambia nitamtuma malaika ambaye ataandamana nanyi, an angel that will be an official representative of my presence. Kwa hivyo uwepo wa Bwana utakuwa kwa huyo malaika na atawaongoza. Na kuambia mtii huyo malaika kwa sababu atakuwa na sheria zangu mikononi mwake na ataweza kuwaelekeza. Mimi nafurahia sana nikisoma huu mstari katika Kutoka 33 mstari wa 14. Katika ukisoma katika Biblia ya Kiswahili inaonekana ule uzito hauonekani vizuri, lakini pia nitaweza kukusomea
kwa lugha ya Ung'eng'e, na utaweza kupenda vile itakuwa. Utasikiza vizuri na utaona huo utofauti. Mstari wa 14 unasema, Bwana ndiye mwenyewe anasema, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nitarudia, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Hebu sikiza katika lugha ya Ung'eng'e vile inasema. I like it in English. The Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Oh, I like this. This is very powerful. The Lord himself alimwambia, mimi mwenyewe Mungu, mimi si mwingine. Sasa sitatuma malaika, I personally will go with you. Alafu anamwambia, all will be okay, it will be fine. Na mimi nataka niseme kwamba maneno haya ni yetu. Mungu anatuahidi kuandamana nasi. Maneno haya si kwa ajili ya wana wa Israeli nyakati hizo, kwa sababu walipita. Walioko sasa ni sisi Israeli wa leo kupitia kwa Yesu Kristo. Na mimi nasema kwamba hata ninaposoma katika Agano Jipya, katika kitabu cha Mathayo, ninapata nguvu. Wakati Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 20b unasema kwamba, natazama nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Hallelujah. The Bible is saying, and surely I am with you always to the very end of the age. Hapo ndio sasa tunasemanga Bible interprets Bible. Unajua wakati tunasikia natazama nitakuwa na nyinyi, it sounds like it is future. Lakini ukisoma katika Kiingereza unaona now the reality comes down, and surely I am. You know, from the moment Jesus was speaking, ako na wao na ataendelea kuwa na wao mpaka mwisho wa dahari. Let me tell you, the Lord is with us. Mungu wetu yuko pamoja nasi. Na alianza safari nasi lini? Wakati uliokoka. Yesu Kristo mwenyewe alikuja kuingia na kuishi na wewe. Biblia inaniambia kwamba wakati uliona huyo mhubiri alihubiri na akaleta Yesu kwako, Biblia inasema kwamba natazama nasimama mlangoni, na ikiwa mtu awaye yote ataweza kunifungulia, nitaweza kuingia kwake na nitaishi na yeye. That is katika kitabu cha Ufunuo 3:20. Atakuja, Yesu atakuja. I will come and make a launch. I will come and start communing with you in your life. Alafu tunaona kwamba pia wakati tulipookoka, Roho wa Bwana aliweza kupata nafasi na kuingia kwetu. The Holy Spirit of God lives with us the moment we got saved. Na ndio sababu nasema kwamba uungu wa Mungu unaishi ndani yetu ikiwa tumeokoka. Na kwa hivyo the Lord God is with us. Mtu awaye yote asikuone tu aseme huyu ni kijana tu, huyu ni mzee tu. It is not just about you. In you, around you, the presence of the Lord is with you. Na Biblia inaniahidi kwamba ataenenda nasi mpaka mwisho wa dahari. Hallelujah. Na kwa hivyo nataka niseme kwamba tujipe moyo. Hakuna haja ya kuogopa, hakuna haja ya kutetereka. Asante sana kwa sababu ya wanakwaya wameimba vizuri sana. Hakuna haja ya kuogopa kwa sababu tuko na ushindi ni wetu. Ushindi ni wetu. Kidokezo changu cha pili ni kwamba Mungu wetu, uwepo wake ukiwa nasi, tutaweza kuendelea katika maisha kwa sababu ametuahidi kuenenda nasi, lakini pia kwa sababu anatuahidi afya njema. Oh, haleluya. Ikiwa kuna kitu kinasumbua wanadamu ni magonjwa na maumivu na shida za mwili, lakini hebu nikwambie kwamba Biblia inaniambia kwamba Mungu mwenyewe aliambia wana wa Israeli, nitaweza kuwapatia afya njema. Aliwaahidi afya njema. Ukisoma hapo mstari wa 25, Bwana anasema kwamba nitaweza kuwalinda. Hakutakuwa na kuavya mimba, na hakutakuwa na shida katika nchi yako, na nitaweza kukupa maisha marefu. Hebu nisome huo mstari tu kidogo ili tuweze kupata vizuri kwa lugha ya Kiswahili. I like it in English as I say, but it is also sweet in Kiswahili. Hebu sikiza usikie vile inasema. Mstari wa 25.
Nasema hivi, nanyi mkamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Praise be to God. Nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Alafu anasema katika mstari sasa wa 24 pale ambapo tuliweza kutoka pale juu, usisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. 26 apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hallelujah. Yaani unajua shida zingine tuko nazo tayari Bwana ameahidi si zetu. Utasa si wa Wakristo. Hallelujah. Mambo ya miscarriage si ya Wakristo. Hallelujah. The Bible is promising me good health. Na Biblia inaniambia katika kitabu cha Yohana kifungu cha 10 mstari wa 12 yake, anasema nasema nilikuja ili muwe na uzima na muwe na uzima tele. I came that you must have life and have life abundantly. Kwa hivyo hata wakati tunapoanza kusuzuliwa na mambo ya COVID-19 na magonjwa mengine ya kansa na vitu huku, hiyo au ni mazuzuano ya mwovu shetani. Yetu ni kujua kwamba Bwana ameahidi afya, na yetu ni kuendelea na kudai afya yetu ambayo Bwana alituahidi. Unajua sasa makao ukiniahidi Jumapili ijayo utanipatia shilingi 100 na mimi nisahau nikose kuja kudai, naweza kukaa na shida zangu tu. Lakini unafaa kudai, si uliahidi, ulisema utanipea. Hallelujah. Bwana ulisema utanipatia afya. Nengi mudowi nume ya kiyoba. Mwongo weumani kiyoba. Kwa nini mgongo unauma? Kwa nini kansa inanikujia? Kwa nini COVID-19 inanikujia? Uliahidi hakuna utasa. Kwa nini mama hapati mtoto? Oh, glory to God. Pigia Yesu makofi. The Lord has promised good health, and that's our portion. Can you just say, good health is my portion? Afya njema ni kibali changu. Hallelujah. Na kwa hivyo hakuna haja ya kuzuzuika na kuanza kuwa na shida. Wana wa Israeli wakaambiwa msiwe na shida, niko na nyinyi, mema yako juu yenu. Na utaona kwamba wakati uwepo wa Bwana uko nasi, afya yetu itaendelea na kuimarika. Hallelujah. Katika kidogezo changu cha 3, Bwana aliweza kuahidi wana wa Israeli kwamba atapigana na adui zake. Hebu niwaambie, maadui ni wengi. Maadui wa kujituma, maadui wa kutumwa, maadui ambao hawana sababu wako, lakini nakwambia kwamba Biblia inaniahidi kwamba Bwana atapigana na maadui wetu. Mimi sijui na adui wa aina gani. Unajua adui wa mtu ni yule tu ako nayo. Hata ikiwa wewe kama kijana, adui yako ni yule alikunyang'anya huyo mpenzi wako ulikuwa nadhani ni wako. Don't worry, that is your enemy. But God tells me he is going to fight with your enemy. Those people that oppose you, I'm going to oppose them. Oh my goodness. Hebu niwaambie, hebu nikwambie kitu inafurahisha. Watu wakikuletea kitu nawaambia okay, kujeni. Mimi nawapatia Bwana. Kwa kidai na angaite hivi. Na hebu nikwambia afadhali kupigana na wanadamu kuliko kupigana na Bwana. Hallelujah. Kupigana na Mungu ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu ashindwi, hajawahi kushindwa na hatashindwa mpaka mwisho wa dahari. Hallelujah. So we have a very nice confirmation of victory against our enemies in the name of Jesus. Najua unaweza kuwa umeketi pale kwa familia yenu umesetwa, maybe mrada wako mkubwa anakuendea kipapendikula horizontal. Don't worry, Bwana anasema atapigania. Maybe uko kazini haupati amani, watu wanakuendelea kichonjo nini. Don't worry, the Lord is going to fight for you in the name of Jesus, because he's a great God. He is going to fight with our enemies.
hata usijali ikiwa wanakuja na mambo ya black chemistry, watu wanakuja na uganga, watu wanakuja na mazingaombwe, hata usijali. Kumbuka katika kitabu cha Hesabu katika kifungu cha 23 mstari wa 23 tunaona Balaamu alikuwa ameitwa, wana wa Israeli wameanza kuja na wamepewa hiyo ahadi na Bwana. Alafu Balaamu anaanza kutengeneza enauta. Yeye alikuwa ni expert wa kulaani. Yaani kinukimani wa Balaamu kileo kilaani. Yaani akilaani kitu Balaamu kilikuwa kinaisha. Akilaani mti unakauka. Lakini alipokuja akapatana na hao wana wa Israeli, akaweka the first altar, it did not work. Akaweka the second altar, it was not working, kwa sababu Balaki mfalme alikuwa anamsukuma sana, anamwambia wewe harakisha na kumani yako ama nenena. Lakini wakati alifika climax, unajua alikuwa akitengeneza, akipanua mdomo kwa laani anawabariki. Hallelujah. Akifunua mdomo wake mkubwa wa laani anawabariki. That is what is going to become late. Wale wanaamua kukulaani, wale wanaongea maneno andumaki wakisema akuwe mgonjwa, wakichukua nguo zake wakipeleka huko kwa mazingaombwe, wanaenda wanasema maliza huyu, mpaka hata mganga anawaambia huko tuoneka huyo hawezekani, kwa sababu yeye anapiganiwa na Mungu wa miungu. Hallelujah. We have no cause of alarm when the Lord is on our side. No wonder Paul akasema kwamba we are not conquerors, we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. Pigia Yesu makofi. Na kwa hivyo nasema kwamba ushindi ni wetu. God promises victory. Ya mwisho ili nimalizie ni kwamba Mungu wetu anaahidi kuweza kutuwekea mipaka. I like the English version of it. Inasema for God promises to establish our borders. Bwana anaahidi kuweza kusimamisha na kuimarisha mipaka yetu. Hebu tufikirie hii kitu. Let's see the context of the message. Unajua wana wa Israeli hawajawahi kuwa na land yao. Oh my goodness. Ni kama wengine hawajapata kopi. Wewe ujui hawa wana wa Israeli wengine wao walizaliwa Misri. Hawajawahi kuwa huko. Wengine hata walikufa huko mlimani. Wala walikuwa wazazi. Hiki ni kizazi kingine akijawahi kuwa na title deed. Akijawahi kuwa na mahali wanalima wanaita kwao. Na ndio nataka nikuletea habari njema. Wakati ulizaliwa bila kitu. Wakati unakuja kutoka hii ulimwengu according to Job, utatoka bila kitu. Lakini hapa katikati Bwana anasema atakuimarisha. Hallelujah. Ingawa ulikuja bila kitu, hauna title deed, Bwana atakupatia title deed. Ingawa hauna gari, Bwana atakupatia gari. Ikiwa huna account, don't worry, Bwana atakupatia kitu, uta open that account. Oh my goodness, ikiwa hujawahi kuona account yako ikisoma 1,100, itasoma kwa sababu Bwana ataimarisha hiyo account in the name of Jesus. Hallelujah. Shida yetu wa Kristo ni kukosa kuamini ahadi za Bwana. Na mwimbaji mmoja akaimba akasema ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Ahadi za wanadamu zinaweza kuvunjika. Hata ahadi za harusi huvunjika. Hata ahadi za kisiasa huvunjika. Mmeona ahadi za kisiasa zikivunjika katika nchi ya Kenya, lakini ahadi za Bwana hazivunjiki milele na milele. Those who trust in the Lord are like the Mount Zion, ambayo imezungukwa na milima, hakuna kuwa na shida. Hallelujah. Na kwa hivyo sasa nataka niseme hivi. Wewe unapomtumainia Bwana, usiwe na wasiwasi, kwa sababu aliahidi wana wa Israeli kwamba ataimarisha boundaries zao kutoka huko chini Red Sea, atawapandisha mpaka huko juu, na ataenda kukua na wao katika mipaka yao. Mimi leo hii sijui ni jambo gani unatarajia kuimarishiwa na Bwana. He is ready to do that, and he is going to do that to the letter. Hallelujah. Na mimi nakuahidi kwamba Mungu wetu tukimtumainia, hata hii mambo shake-ups ziko katika nchi yetu ya Kenya na mambo mengi, don't worry about it. Hata nimesikia tukiahidiwa na meteorological department kuna kuja ukame mkubwa sana. Hii nchi itakuwa na ukame wa ajabu kwa sababu ya mambo ambayo msululu wa mambo ambayo yanakuja. It does not matter about the environment.
It does not matter the weather. It does not matter who is the king and the president of the land of Kenya. It matters the promises of God. Amen. Hallelujah. Na tukizitumaini ushindi ni wetu. Hallelujah. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu neno lako ni kweli na alitapita, litaendelea na kutimia. Na sisi tunapokea neno lako siku ya leo. Tuliomba hapo mwanzo tulipopumukana kwa ajili ya kwenda kuwa nyumbani kwa ajili ya COVID-19. Na tukaomba wakati tutaona umeturudisha tena, tutaweza kukushukuru. Na ahadi zako ni za kweli, umetulete pamoja tena na tunajua utaendelea na kutupatia kibali. Tunaomba Mwenyezi Mungu tukizidi kuitisha afya njema kwa ajili ya washirika wetu wa kanisa hili la Yesu Umoja. Hata wote wanaonisikiza wherever they are katika sehemu mbalimbali za dunia. Hata na wao tunawaitishia maisha mema. Wewe uliahidi wana wa Israeli kwamba utawapatia maisha marefu na kama wakamilishe maisha yao. So Heavenly Father, ikiwa ulipanga kwamba tutafikisha miaka 50, tutafikisha miaka 70, tutafikisha miaka 100, micheketo ya mwovu shetani haitaweza kufaulu. We will live our full life according to your will, and after that you take us home for our eternal life. Receive honor and glory, Lord, for such assurance. Tunabariki jina lako, endelea kuwa nasi na endelea kutupatia kukua katika imani zetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na sisi wote tunasema amen, amen, amen. Pigia Yesu makofi.